Nikwambie leo ni zamu yako. Leo ni zamu yako. Mungu hajakusahau. Mungu amekukumbuka. Mungu anaja na wewe. Mungu anahitaji kukuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na anza kwa ajili ya kuomba kwa kila sekta moja moja. Naomba kwa ajili ya sekta moja moja. Na kwenda kuomba kwanza kwa ajili ya wale wenye changamoto juu ya afya. Kwa sababu afya ni mtaji. Unashindwa kuendelea na shughuli zako za kila siku kwa sababu ya afya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama mmoja alishirikisha maombi. Akasema, mtumishi, nilifungua biashara yangu. Nilipofungua biashara, nilivyoanza kuuza tu biashara, nikaanza kuumwa. Nilivyoanza kuumwa, nikaanza kusumbuliwa na mguu. Ikafika hata nikawa nashindwa kwenda kwenye biashara kwa sababu ya mguu unanisumbua. Na muda mrefu nimeshindwa kuendelea na biashara. Wapo wanaopita juu ya changamoto hizo. Haleluya. Wapo wanaopita juu ya changamoto hizo. Nataka nikwambie Mungu yupo kwa ajili ya kusaidia. Mungu yupo kwa ajili ya kutoa kwenye hiyo changamoto. Na nakwenda kuomba kwa ajili ya wewe. Na leo kumbuka ni zamu yako. Zamu yako kupokea majibu kwa Mungu. Kuna wale ambao wanapita changamoto za kusumbuliwa na watoto. Inafika watoto wanakuwa ni upanga kwenye moyo wake. Wanakuwa ni maumivu kwenye moyo wake. Ndani yake mpaka anafika anajilaumu. Ndani yake mpaka anafika anajuta kupata watoto. Nataka nikwambie leo ni zamu yako. Yupo Mungu aliyembadilisha Rahabu kahaba. Yupo Mungu aliyembadilisha Sauli. Huyo Mungu anaenda kubadilisha watoto wako. Huyo Mungu anaenda kubadilisha ndoa yako. Kuna watu ambao hawana furaha, hawana amani juu ya ndoa. Haleluya. Wanaishi tu labda kwa sababu ya watoto. Anaishi tu kwa sababu atafanyaje, na sio mpango wa Mungu. Mtu uishi kwenye ndoa kwa sababu utafanyaje, au uishi kwenye ndoa kwa sababu ya watoto. Mungu anataka ndoa yenye upendo, ndoa yenye amani, ndoa yenye furaha. Nataka nikwambie Mungu hajakusahau. Mungu amekukumbuka.